Naam, asante kwa kuendelea kusalia nasi na sasa ni habari za biashara na uchumi. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA inaendelea kutoa elimu kuhusu mfumo jumuishi wa usimamizi wa kodi za ndani unaotarajiwa kurahisisha ukusanyaji wa mapato huku ukiwezesha kupatikana kwa huduma mbalimbali za mamlaka hiyo. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza na wafanyabiashara wa mkoa wa Dodoma, naibu kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato nchini TRA Bwana Mcha Hassan Mcha alisema mfumo huu umeleta mapinduzi makubwa katika kuwezesha upatikanaji wa huduma mbalimbali kwa urahisi zaidi, ikiwemo utoaji wa risiti za electronic bila hitaji la mashine la EFD, uwasilishaji wa maombi ya marejesho ya kodi na mlipa kodi kuweza kupata taarifa zake za kikodi. Kwa upande wake, afisa wa kodi na mkufunzi wa mafunzo TRA Bwana Pasco Mashenene akaweka bayana huduma zinazopatikana kwenye mfumo huo jumuishi, huku meneja wa huduma TRA Bwana John Njau akifafanua umuhimu wa mfumo huo. Kuja kutatua changamoto mbalimbali ambazo zilikuwepo kwenye mfumo wa mwanzo, hasa ambazo walikuwa tunaanza wafanya biashara. Kwa hiyo huu mfumo ndio maana tukaita mfumo jumuishi, ukiwa na lengo kwamba wakuja kutoa changamoto zote ambazo zilikuwepo kwenye mfumo wa zamani kwenda kwenye mfumo mpya. Mfumo wa IDRAS ni mfumo wa kidijitali ambao unalenga kurahisisha huduma za TRA. Huduma kama usajili, uwasilishaji wa ritani, ulipaji kodi na huduma zingine zote. Kwa mfumo huu ni mfumo jumuishi ambao unaenda kuweka huduma zote sehemu moja. Mlipa kodi akiingia kwenye mfumo huu anapata huduma zote kwa wakati mmoja. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringemongi. Halmashauri ya wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma kwa mwaka wa fedha 2026 hadi 2027 imelenga kukusanya zaidi ya bilioni 5 kupitia vyanzo vya ndani, ambapo wito umetolewa kwa madiwani kuhakikisha wanasimamia na kutoa elimu kwa jamii kutunza misitu, ikiwa ni chanzo kikubwa cha uzalishaji wa hewa ukaa ambacho kitaingiza halmashauri fedha nyingi na kufikia lengo la mapato kwa mwaka. Taarifa ya Mwajabu Hoza inafafanua zaidi. Kauli hiyo imetolewa wakati wa kikao cha baraza la madiwani cha kuwasilisha rasimu ya mpango na bajeti ya mwaka 2026-2027, ambapo halmashauri imelenga kuongeza ukusanyaji wa mapato kutoka bilioni 3.4 kwa mwaka 2025-2026 na kufikia makusanyo ya bilioni 5.4 kwa mwaka 2026-2027. Ongezeko hili la bajeti za makusanyo ya ndani limekuwa likiongezeka mwaka hadi mwaka. Hii inatokana na jitihada mbalimbali za halmashauri za kuhakikisha mianya ya upotevu wa mapato, kusimamia kikamilifu na kuibua vyanzo vya mapato. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro akasisitiza swala la ubunifu na usimamizi makini wa ukusanyaji wa mapato. Kuna kila sababu ya kukaa na kwa ubunifu katika kuongeza vyanzo vya mapato. Na hivi vyanzo vya mapato lazima tulisimamie. Kubali ukusanyaji ule wa kienyeji, tuwe na ukusanyaji wa electronic. Haya mambo ya kukutana na mtu ndio mambo mengine haya, kufahamiana, mambo ya rushwa yanaingilia kati. Mkuu wa wilaya Uvinza Dina Mathamani amesema ili kufikia makusanyo hayo kuna kila sababu ya kutunza misitu, ikiwa ni chanzo kipya cha mapato, huku madiwani wakikiri tekeleza maelekezo ya viongozi hao. Fedha ambayo inaingizwa na watu wa carbon ni nyingi kuliko hata hii bilioni 5 ambayo tunataka kukusanya. Tunaweza tukastarehe tu, lakini tukapata fedha za hewa ya ukaa. Sasa tunapambana kule, tunakwenda kufanya doria, lakini tunakuta kuna vikwazo. Unakuta hata viongozi wenyewe ndio wamekuwa vikwazo, wanalima mle. Sasa hatutaki kuumbuana, ni vizuri kila kiongozi asimame kwenye nafasi yake. Waombe muendelee kuifuatilia kwa kina. Biashara itatuongezea mapato kupitia misitu yetu ya halmashauri. Doria itatupelekea kuwaondoa baadhi ya waharibifu wa misitu yetu ili misitu yetu iweze kufika kwenye malengo tunayoyatazamia. Ni wajibu wangu kuelimisha, kutoa elimu faida ya kutunza hii misitu yetu. Mwajabu Hoza, Channel 10 Kigoma. Na huko Mara,
Mamlaka ya mapato Tanzania TRA imeendelea kuelimisha juu ya mfumo jumuishi wa usimamizi wa kodi za ndani ambao utasaidia kupunguza msongamano na migogoro wakati wa kukadiriwa kodi kwenye biashara zao. Musa Makale anaripoti kutoka Mara. Mamlaka ya mapato Tanzania imeanza kutoa elimu kwa wafanyabiashara na walipa kodi juu ya matumizi ya mfumo wa iDRAS, mfumo ambao unatajwa utasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza msongamano kwa wafanyabiashara hususan wanapokuwa wanakadiriwa katika maeneo yao ya biashara. Akizungumza wakati wa kufungua mafunzo haya, meneja wa TRA mkoa Mara na Sorondemo amesema kwa sasa mfumo huu utasaidia kwa kiasi kikubwa kuwaunganisha kati yao na wafanyabiashara, lakini pia kurahisisha utoaji wa huduma kwa wananchi. Tunategemea kwamba itawapunguzia sana muda wa kuja kukaa foreni usubiri ofisa akuhudumie. Basi utafungua mfumo, utaingia, utafanya huduma zako zote unazohitaji za kikodi ukiwa nyumbani au eneo lako la biashara. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana ambalo tunategemea itakuwa ni mageuzi makubwa katika usimamizi wa kodi. Pia jambo jingine ni kwamba tunategemea kupunguza malalamiko sana ambayo yamekuwa yakitokea ya ucheleweshaji wa huduma, kwa sababu utaomba kwenye mfumo, itaonekana TRA watakujibu moja kwa moja kwenye mfumo. Kwa hata mawasiliano yale ambayo tumekuwa tunaandikiana barua, sasa hivi tunategemea baada ya mfumo kuanza, utaandika kwenye mfumo ujumbe wako, utafika TRA na TRA watakujibu kwenye mfumo. Kwa hiyo itakuwa ni hatua muhimu sana kwetu katika kuhakikisha huduma tunayotoa inakuwa na ubora ule tunaotarajia. Ulikuwa unaleta kesi zako za TRA ngapi ofisini? Kwa sasa shughuli zote, process zote, request zote unaweza kuzifanya kwenye system, kuanzia kusajili mpaka kuleta barua. Zaidi ya wafanyabiashara walipa kodi takriban 200 hapa katika manispaa ya Musoma mkoani Mara wameanza kunufaika na elimu hii, huku akitaja kuwa watakuwa sehemu ya mabalozi kwa wengine ambao hawajapata elimu hii. Kutoka hapa katika manispaa ya Musoma mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii. Naam, mwisho wa habari za biashara na uchumi. Esther Mtebe yuko hapa kwa ajili ya habari za michezo na burudani.